90% ya watu wanaojaribu kuanza upya hushindwa ndani ya siku 21 kwa sababu ya mbinu za kawaida. Leo nakupa njia 7 za kisaikolojia za kurudisha nguvu zako, na ile ya 7 ndiyo injini yenyewe. Usiondoke. Njia ya kwanza, kukubali ukweli bila huruma, the radical acceptance. Kosa kubwa ambalo watu wengi hufanya wanapotaka kuanza upya ni kujidanganya au kukataa ukweli wa hali zao. Kisaikolojia, unapokataa ukweli kwamba umefeli, ubongo wako unaingia kwenye hali inayoitwa cognitive dissonance. Unapoteza nishati kubwa kupigana na kitu ambacho tayari kimeshatokea. Kuanza upya kunahitaji kile wanasaikolojia wanaita radical acceptance. Huu ni ujasiri wa kujiangalia kwenye kioo na kusema, ndiyo, nimepoteza biashara, ndiyo, uhusiano umevunjika, ndiyo, niko sifuri kwa sasa. Unapokubali uhalisia bila kujihurumia au kutafuta mchawi, unauaminisha ubongo wako kwamba vita ya zamani imeisha na sasa una nishati mpya ya kujenga kesho. Acha kuishi kwenye ningejua. Kubali ulipo ili ujue unakoenda. Njia ya pili, kusafisha kemikali za ubongo, dopamine detox. Unapopitia kipindi cha kufeli au kukwama, viwango vyako vya kemikali ya dopamine, ambayo ni kemikali ya hamasa na ushindi, vinashuka sana. Ili kufidia upungufu huo, ubongo wako unakusukuma kukimbilia kwenye mambo ya haraka haraka yanayorudisha furaha ya bandia: mitandao ya kijamii, pornography, michezo ya kubahatisha au kulala kupita kiasi. Kuanza upya kunahitaji usafishaji wa akili. Dopamine detox ya angalau siku 7 hadi 14. Achana na hizi starehe za bei rahisi. Unapopunguza vitu hivi, unaruhusu akili yako ianze kutafuta furaha kwenye vitu vya maana kama kufanya kazi, kusoma au kupanga mipango. Hii ndio siri ya kwa nini watu wenye mafanikio wanaonekana kuwa na nguvu muda wote. Ni kwa sababu hawatawanyi nguvu zao kwenye mambo madogo madogo. Njia ya tatu, badilisha hadithi unayojiambia kichwani, cognitive reframing. Watu wengi wanashindwa kuanza upya kwa sababu wamefungwa na hadithi walizojitengenezea kichwani mwao. Unajiambia, mimi ni mtu wa kufeli, au nilichelewa sana. Kisaikolojia, akili yako inafanya kazi kulingana na kile unachojiambia. Ili uanze upya, lazima uue hiyo hadithi ya zamani kwa kufanya identity shift. Badala ya kusema nimepoteza miaka 5, sema nimetumia miaka 5 kujifunza kile ambacho sitakirudia tena. Unapobadili tafsiri ya makosa yako, unatoa mzigo wa hatia au guilt ambao ndio unanyonya nguvu zako za sasa. Hapa ndipo unapoanza kuona fursa badala ya majuto. Njia ya 4, kufanya ukaguzi wa mazingira na watu, environmental audit. Kuna sheria moja ya kisaikolojia inasema, mazingira yako daima yana nguvu kuliko nia yako, willpower. Unaweza ukawa na nia kubwa sana ya kubadilika, lakini kama unarudi kwenye mazingira yaliyokuvunja au unazungukwa na watu wanaokukumbusha makosa yako ya zamani, utafeli tena. Kuanza upya kunahitaji ukaguzi usio na huruma wa watu wako wa karibu. Ondoka kwenye makundi ya WhatsApp yasiyo na tija, punguza mawasiliano na marafiki wanaokurudisha nyuma au wanaokuhurumia kwa namna inayokudhoofisha. Wakati mwingine, unahitaji kuwa mpweke wa muda mfupi ili ujijenge upya bila kelele za nje na maoni ya watu wasiojua maono yako. Njia ya 5, kutafuta ushindi kwenye vitu vidogo, micro habits victory. Unapotaka kuanza upya, ubongo wako unakuwa na hofu ya kushindwa tena. Hofu hii inaweza kukuletea ugonjwa wa kisaikolojia unaoitwa analysis paralysis, hali ya kufikiria sana bila kuchukua hatua yoyote kwa kuona malengo ni makubwa mno. Ufumbuzi wake ni kutumia mbinu ya micro habits au tabia ndogo ndogo. Usilenge kupata milioni 100 kesho. Weka lengo la kusoma kurasa 2 tu za kitabu. Weka lengo la kufanya mazoezi kwa dakika 5 tu. Unapokamilisha hivi vitu vidogo, ubongo wako unazalisha ushindi mdogo mdogo unaojenga upya ujasiri wako, self-efficacy. Ushindi huu mdogo ndio unaokusanya nguvu za kufanya mambo makubwa baadaye. Njia ya 7 ni kukata kamba za kihisia na yaliyopita, emotional detachment. Moja ya sababu zinazofanya watu washindwe kufufua nguvu zao ni guilt and regret, hatia na majuto. Unabaki unajilaumu. Kwa nini nilimwamini yule mtu? Kwa nini nilitumia pesa vile? Kisaikolojia, huwezi kuendesha gari kwenda mbele huku macho yako yote yakiwa yamekazia kwenye kioo cha nyuma, rear view mirror.
utapata ajali. Yaliyopita yalikuwa ni gharama ya mafunzo, tuition fee, uliolipia kwenye chuo kikuu cha maisha. Yale hayakuwa makosa, yalikuwa ni masomo. Chukua somo, kisha kata kamba za kihisia na yaliyopita. Hali ulionayo sasa haihitaji majuto yako, inahitaji umakini wako wa sasa, present moment awareness. Njia ya 7 ni kuingia kazini kwa hasira chanya, aggressive execution. Njia zote 6 zilizopita hazitakuwa na maana kama hautakuwa na hatua hii ya 7, aggressive execution. Hakuna hamasa au video ya saikolojia itakayokubadilishia maisha kama hauko tayari kuingiza mikono yako kwenye udongo na kufanya kazi. Tofauti ya awamu hii ya kuanza upya na ile ya zamani ni kwamba sasa hivi hauanzi ukiwa mjinga, unaanza ukiwa na uzoefu. Una nguvu ulizopoteza zilizogeuka kuwa hekima. Chagua wazo moja la biashara, ujuzi mmoja mpya wa kujifunza, au mtindo mmoja mpya wa maisha na ufanyie kazi kwa nidhamu ya kijeshi kwa miezi 6 mfululizo bila kuangalia matokeo ya haraka. Hapo ndipo muujiza wa kufufuka upya unapotokea. Kuanza upya sio tukio la siku moja, ni mchakato wa kila saa. Leo ni siku ya kwanza ya maisha yako yaliyosalia. Njia hizi 7 sio tu nadharia, bali ni silaha za kisaikolojia ambazo kama utazitumia, hutaamini mabadiliko yatakayotokea ndani ya miezi 3 ijayo. Niambie kwenye comment, ni njia gani kati ya hizi 7 uliokuwa umeisahau zaidi? Na kama unahisi video hii imekupa mwanga, ishare na mtu mmoja ambaye unajua anapitia kipindi kigumu na anahitaji kuanza upya. Kumbuka, nguvu zako hazijapotea, zilikuwa zimejificha tu nyuma ya tabia zisizo na tija. Ni wakati wa kuziamsha sasa. Asante kwa kutazama, tukutane kwenye video ijayo. Peace.